Kwa miaka 8 iliyopita, Dayosisi ya Dar es Salaam kupitia idara ya uinjilisti, umisioni na upandaji wa makanisa imeendelea kutekeleza agizo kuu la Bwana wetu Yesu Kristo la kuwafikia watu wote kwa Injili. Kwa kutambua kuwa bado kuna maeneo mengi yanayohitaji huduma ya kanisa, Dayosisi imeendelea kupeleka Injili katika makazi mapya, vijiji na maeneo ya pembezoni mwa miji kupitia uinjilisti, umisioni na upandaji wa makanisa. Huduma hii imeendelea kuwa sehemu muhimu ya maisha na utume wa Dayosisi, ikiwaleta watu karibu na Mungu na kuanzisha vituo vipya vya ibada katika maeneo yaliyokuwa hayajafikiwa. Agizo la Bwana Yesu Kristo la kwenda ulimwenguni mote na kuhubiri Injili kwa kila kiumbe ndilo msingi wa huduma hii. Kwa neema ya Mungu, kazi hii imezaa matunda makubwa. Katika kipindi cha miaka 8, Dayosisi imefanikiwa kufungua vigango 127 katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Dar es Salaam na Pwani. Katika kipindi hicho pia, makanisa 77 yamejengwa, huku zaidi ya vigango 152 vikiboreshwa ili viweze kutoa huduma bora kwa waamini. Sambamba na hilo, zaidi ya hekari 117 zimepatikana kwa ajili ya kuendeleza huduma za kanisa na shughuli za kijamii katika maeneo ya umisioni. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa majina yangu naitwa Canon Thomas Ole Mwayela. Basi kwa neema ya Mungu ni mratibu wa idara ya utume na uinjilisti Dayosisi ya Dar es Salaam. Baba Askofu ametuweka ili kusimamia eneo hili la idara ya utume na uinjilisti. Basi kama ambavyo mnajua kwamba kila mwaka tumekuwa tukiwa na wiki ya uinjilisti kwa lengo la kwenda kufungua makanisa mapya, kwenda kujenga makanisa, kwenda kufanya ushuhudiaji uinjilisti pamoja na mikutano ya Injili katika maeneo mbalimbali ya mipaka ya Dayosisi yetu ya mkoa wa Dar es Salaam pamoja na mkoa wa Pwani. Kwanza tuchukue nafasi hii kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya wale wote ambao mlitoa michango, sadaka pamoja na vifaa mbalimbali, viwanja pamoja na maeneo na vifaa vya ujenzi kwa ajili ya ujenzi wa makanisa katika maeneo ya umisioni. Kwa kuwa huduma ya Injili inahitaji watumishi kufika mahali walipo watu, Dayosisi imeendelea kuwawezesha watumishi kwa usafiri na vifaa mbalimbali vya kuwasaidia kutekeleza utume wao. Lakini mafanikio makubwa kuliko yote si majengo wala miundombinu, ni maisha ya watu. Katika kipindi hicho, maelfu ya watu wamefikiwa na Injili ya Yesu Kristo. Wengi wameamua kumfuata Kristo, wengi wamebatizwa, na huduma imeendelea kuwafikia watu kutoka katika makundi mbalimbali ya jamii. Haya yote ni ushuhuda kwamba neno la Mungu linaendelea kuleta mabadiliko katika maisha ya watu. Kila kanisa lina historia yake. Yapo yaliyoanzia kwenye nyumba za waamini, yapo yaliyoanzia chini ya miti, na mengine katika majengo ya muda. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Emmanuel Andrea Mwizarubi, kasisi wa kanisa Anglikana Dayosisi ya Dar es Salaam. Hapa tupo kanisa Anglikana mtaa wa Mtakatifu Frenki Weston Kerege. Kanisa hili lipo katika ujenzi wa kanisa kubwa la kisasa, na kwa sasa tupo katika hatua ya upauaji wa kanisa. Nichukue nafasi hii kumshukuru Mashamba Baba Askofu Jackson Dar es Salaam kwa kusimamia na kuratibu shughuli za kukusanya pesa, na jana tu tumepokea vifaa kwa ajili ya kupaua kanisa hili, tumepokea vyuma. Nichukue nafasi hii kwa niaba ya Wakristo wote wa mtaa wa Mtakatifu Frenki Weston Kerege kukushukuru wewe Mashamba Baba Askofu Jackson Dar es Salaam na waumini wote katika kanisa letu la Anglikana Dayosisi ya Dar es Salaam. Karibuni sana Mtakatifu Frenki Weston Kerege, karibuni sana, tuendelee kufanya kazi ya Mungu. Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Mwinjilisti Tobias Thomas Mbalila. Hapa tuko katika kanisa la Mtakatifu Hilda Vigwaza linalopatikana katika dinari ya Chalinze, Dayosisi yetu pendwa ya Dar es Salaam. Tunamshukuru Mungu. Kigango hiki kilianzishwa katika wiki ya uinjilisti mwaka 2018 tukiwa na eneo dogo ambalo Dayosisi ilinunua, na tukaanza kama kanisa dogo sana ambalo limetengenezwa kwa miti na kuezekwa kwa maturubali. Mwaka uliofuata wa 2019 wiki ya uinjilisti pia wakatukumbuka Dayosisi, wakaja kutujengea jengo
ambalo limesimikwa kwa nguzo za vyuma na kuezekwa kwa bati. Kwa neema ya Mungu mwaka huu wakatusaidia tofali kwa ajili ya kujenga boma zenye thamani ya shilingi milioni 2, yani tofali 2,000. Mpaka hapa tulipofika ni msaada mkubwa ambao walitusaidia dayosisi. Tunaendelea kuwaomba msituache dayosisi pamoja na wadau mbalimbali waweze kutusapoti kumaliza hili jengo na kuliezeka, ili mwaka huu tupate sehemu ya kujihifadhi palipo pazuri, na Mungu azidi kuwabariki na kuwatakia mema katika yote tunayofanya katika dayosisi yetu ya Dar es Salaam. Kwa miaka yote, idara ya uinjilisti imeendelea kuratibu kazi ya umisioni kwa kushirikiana na viongozi wa kanisa, watumishi na waamini, kwa lengo la kuhakikisha injili inawafikia watu wengi zaidi na makanisa yanaendelea kuanzishwa katika maeneo yenye uhitaji. Na kama ambavyo mnajua kwamba Dayosisi ya Dar es Salaam kila mwaka inafanya wiki ya uinjilisti kwa vitendo, na mwaka huu wiki ya uinjilisti kwa vitendo inafanyika tena kuanzia tarehe 1 ya mwezi wa 11 kwa kwenda kufanya mambo yafuatayo. 1, kwenda kufanya uinjilisti na ushuhudiaji kwenye vituo au makanisa maeneo mapya 26. Kuboresha miundombinu na vitendea kazi kwa watumishi walioko maeneo ya misioni kama vile pikipiki, baskeli, vitabu vya ibada pamoja na vifaa vingine mbalimbali. Lakini pia kwenda kununua maeneo kwenye makanisa, kwenye maeneo tutakayoenda kufungua ama kuanzisha makanisa mapya, ikiwa na pamoja na kwenda kuimarisha baadhi ya maeneo ambayo tulifungua makanisa mwaka jana, lakini ama hatukupata maeneo ya kuabudia, hivyo tutaenda kununua maeneo ya kuabudia. Maeneo ambayo tunaenda kufungua makanisa mapya mwaka huu kwa neema ya Mungu ni kama ifuatavyo: Archdiaconry ya Temeke ni Mkamba Mbuyuni, Cheka Beach, Japanda ya Magodani. Lakini Archdiaconry ya Bagamoyo ni maeneo ya Kimele, Kalimeni, Gubula, Umasaini, Miono ya Pili. Lakini Archdiaconry ya Ubungo maeneo ya katikati ya machimbo ya Torino, kituo cha Mtima, Mbeho, Kingazi Shule na Shekanao. Archdiaconry ya Kigamboni ni maeneo ya Buyuni, Kisarawetu na Mtakatifu Lingato kwa ajili ya kwenda kununua eneo mahali pale. Archdiaconry ya Upanga ni kwa Luhombo, yote ni maeneo ya Kibindu, Mwendo Kasi, Ditele, na eneo la Mafia ni Sharaja. Archdiaconry ya Ukonga tegemea kwenda kufungua makanisa mapya ni kama ifuatavyo: Mbondele, Katanga, Mzenga, Kibuta, Msanga, Bwama Masanganya, Msangazola, Zasa, Malumbo, Kikwete, Paraka pamoja na Gwata. Archdiaconry ya Kibaha ni Soga, eneo lilipo karibu na Kongoe, Mikongeni, Chekeleni pamoja na kwenda kununua eneo katika eneo la Mloganzira. Bajeti yetu kwa mwaka huu kwa kazi ambazo zinaenda kufanyika ni jumla ya shilingi za Kitanzania milioni 188,243. Milioni 188,243. Hivyo tuje tena kwenu wapendwa, tunapowashukuru kwa kazi kubwa na nzuri ambayo imefanyika kupitia sadaka zenu. Basi tunaomba mchango wako na sadaka yako ya hali na mali, ili twende tena mwaka huu tukafanye shughuli za uinjilishaji kama ambavyo tumetaja. Mbali na kuhubiri injili, idara ya uinjilisti inaendelea kusimamia huduma mbalimbali zinazolenga kukuza maisha ya kiroho na kuimarisha kanisa. Huduma hizo ni pamoja na Bible study, semina, makongamano ya maombi, mafunzo ya uwakili, elimu ya dini mashuleni, pamoja na kuibua na kusimamia watumishi wa injili katika maeneo ya umisioni. Bado kuna maeneo yanayosubiri kufikiwa. Bado kuna makanisa yanayosubiri kujengwa. Na bado kuna watu wengi wanaohitaji kusikia habari njema za Yesu Kristo. Wiki ya uinjilisti ya mwaka huu ni mwendelezo wa safari ambayo imeendelea kwa miaka kadhaa. Ni nafasi nyingine ya kanisa kuendelea kutekeleza agizo la Kristo kwa kuwafikia watu, kuanzisha maeneo mapya ya ibada na kuendelea kujenga makanisa katika maeneo yenye uhitaji. Mwisho kabisa, kwa unyenyekevu mkubwa, nipende kuchukua nafasi hii kumkaribisha mwashamba baskofu wetu wa Dayosisi ya Dar es Salaam, Baskofu Jackson Sosensi Jackson, ili aweze kutueleza zaidi kuhusiana na programu hii iliyoko mbele yetu. Karibu Baba Askofu. Bwana Yesu asifiwe. Nichukue nafasi hii kipekee sana kukaribisha na zaidi katika mwaka huu 2026
kama ilivyo kawaida yetu Kanisa Anglikana Dayosisi ya Dar es Salaam kuwa na kipindi maalumu katika kila mwaka kwa ajili ya wiki mbili za uinjilisti na upandaji wa makanisa. Awali ya yote ni shukuru kwa kazi ya kitume ambayo imekuwa ikifanyika katika dayosisi yetu ya Dar es Salaam kupitia idara yetu na chini ya mkurugenzi Canon Thomas Mwayela pamoja na viongozi pia wa idara ya habari kwa namna moja au nyingine, ambapo wameweza kufanya kazi kwa kushirikiana juu ya maono ya uinjilishaji na upandaji wa makanisa. Mwaka wa 2025 umekuwa ni mwaka wa baraka sana, na nashukuru watu wa Kristo binafsi, jumuiya, taasisi, idara, makanisa, lakini makasisi, maarchdeacon na kila mdau ambaye amekuwa sehemu ya kufanikisha na kuweza kufanikisha kufanya huduma ya upandaji makanisa, na hasa katika maeneo mengi ya mkoa wa Pwani. Tumeweza kununua viwanja na kuongeza maeneo ya kanisa. Tumeweza kujenga makanisa yaliyo mapya. Watu wengi wameweza kubatizwa na kuingizwa katika imani ya Kikristo, lakini pia na kujenga makanisa mbalimbali. Na katika mwaka huu wa 2026 tunatazamia kuwa na wiki za uinjilisti zitakazoanza tarehe 1 mpaka tarehe 15 mwezi Novemba 2026. Nichukue nafasi hii kukualika, na tukifahamu wazi kwamba Dayosisi ya Dar es Salaam ni dayosisi ya uinjilishaji. Tuna eneo kubwa, na hasa katika mkoa wa Pwani kuna watu wengi ambao bado hawajafikiwa, lakini pia baadhi ya maeneo ambayo tumeyafikia hawana mazingira mazuri ya kuabudia. Wapo wenzetu ambao wanaabudu chini ya miti au katika sehemu mbalimbali za kuazima, kama ambavyo tumeweza kuona uhitaji ulivyoweza kuelezwa na mkurugenzi wa idara yetu ya uinjilisti Canon Thomas Mwayela, ambaye pia kwa sasa ni katibu wetu wa dayosisi hii ya Dar es Salaam. Kwa hiyo ni wasihi wa Kristo wote wa dayosisi ya Dar es Salaam, jumuiya, mitaa, makasisi, makanon, maarchdeacon na kila mmoja kwa nafasi yake, umaki, ubaki, lakini pia idara ya Sunday School, idara ya Tayo, tuungane kwa pamoja kujitoa katika hali na mali, iwe katika fedha kwa akaunti ambazo zitawasilishwa kwetu kama ambavyo tunaweza kuziona katika skrini ya documentary hii, lakini pia kujitoa kwa sisi wenyewe kushiriki kwa kwenda kuyafikia maeneo hayo katika huduma za nyumba kwa nyumba, za ufundishaji wa semina na mikutano mbalimbali ya Injili, lakini pia na ujenzi wa makanisa mapya. Huu ni msimu mpya, sadaka yako ikatupe msimu mpya katika dayosisi yetu hii ya Dar es Salaam. Nichukue nafasi hii kuwapongeza wale wote ambao wameshaanza kuonyesha utayari na kujitoa, na wewe ambaye utaweza kujitoa kufanikisha jambo hili. Ushiriki wako pia uambatane na kuiombea kazi hii njema ya Mungu ili uweze kuleta matokeo ambayo tunahitaji. Tunatamani sana kuona kwamba dayosisi yetu kikua katika ubora na kidadi kwa utukufu wa Mungu, kwa maana ndiyo kazi tuletiwa na Mungu mwenyewe kupitia agizo kuu la Yesu Kristo, enendeni ulimwenguni kote mkawafanye watu wote kuwa wanafunzi wangu. Mungu akubariki sana kwa mkono wa shirika katika kazi hii ya kitume, na baraka ya Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ikutunze na kukuhifadhi daima. Amen.